Kwenye mpira wa miguu unakuwa na wachezaji 11. Katika wachezaji 11 kuna mtu anaitwa captain. Walio wengi tunamfahamu captain. Captain ni kiongozi wa wachezaji 11 ambao wanapatikana uwanjani kwa muda huo husika. Na huyu captain yeye ndo mwenye tuseme ni kilanja wa wachezaji wote. Maoni ya wachezaji wote wanapitia kwa captain. Captain ndio mwenye wazifa kwenda kwa iwe kibendera aiza mwamuzi wakati kwenda kumwelekeza maoni ambayo yamepata kutoka wachezaji wenzake, lakini yale ambayo hayaathiri klabu husika. Yeye ndiyo mwenye mamlaka ya kwenda kuongea na referee. Sifa ya kwanza ya captain, kwanza awe anakubalika na wachezaji wenzake. Isitoshe awe na hekima. Sifa ya pili ya captain ni nidhamu ambayo anaweza kwenda kwa wachezaji wenzake akaenda akawashusha pressure ambayo walikuwa nayo kwa muda huo na wakamkili, football ikaendelea. Sifa ya tatu captain ni mawasiliano ya benchi la ufundi, wachezaji wa akiba na wale ambao wapo kwenye mchezo husika. Makapteni ambao wamepita na bado wengine bado wapo, kuichukulia kama alivyokuwa kina Juma Pondamali Mensa, wameshaitoa timu Tanzania kuipeleka AFCON akiwa kama kiongozi, anakubalika na wachezaji wenzake, anawapa alichonacho. Kwa kweli, kwa sababu alikuwa mpambanaji, walikuwa wanamuelewa, na Tanzania ikafika AFCON kwa mwaka wa kwanza. Vile vile hivi sasa tuna makapteni kwenye vilabu vyetu. Kwa mfano, ukimchukulia Mohamed Hussein, kipindi kwa Simba, ni mchezaji ambaye hana mambo mengi, huwezi kutoa kasoro upande wake. Ukija kwenye upande wa Yanga unamkuta Bakari Nondo Mwamnyeto, na yeye vile vile kwamba hana mambo mengi, naona anapambania timu, anafanya kazi kwa 100%. Kwa hiyo inakuwa rahisi kwa wachezaji wengine kumuiga yeye na kuipambania timu. Ili uwe kiongozi, kimaanisha ni captain, yule anayekuchagua akuangalie tu uwanjani, anakuangalia kwenye nyanja nyingi sana. Kwa mfano, mkiwa klabu, unaongea nao nini wachezaji wenzako? Unawapa habari gani wachezaji wenzako? Wanakukubali vipi wachezaji wenzako? Vile vile ukija kwenye uwanja wa mazoezi, mwalimu inawezekana kabla hata hajatamka fanya 1 2 3, wewe unafanya mazoezi kwa 100% kubwa. Huna mabishano na mtu, huna pressure na mtu yoyote, mwalimu yote anayabeba yale. Kwa hiyo captain hajiandai kwamba yeye atakuwa captain, ila benchi la ufundi ndio linajua kwamba huyu anafaa kuwa captain kwa sababu ana 1 2 3. Hayo ndio mambo ambayo benchi la ufundi wanayaangalia, sio kwamba mchezaji mwenyewe tu anajipangilia kwamba bana mimi nataka niwe captain kwenye timu fulani. Hapana, kutokana na mambo yako ambayo yanaonekana siku zote ukiwa uwanjani, kwenye mazoezi, sehemu za kupumzika, yale yote yanakufanya wewe na muonekano tofauti na wachezaji wenzako. Ndio maana unapewa uongozi kwa ajili ya kuongoza wachezaji wenzako.